Ninawasalimu kwa jina la Yesu. Nawauliza wana Mustard muje hapa mbele kidogo kwa muda mchache tambo mkienda kwa zile shughuli zingine. Kwa hivyo songeni hapa mbele tu kidogo ili kanisa likaweze kuwaona. Bwana Yesu apewe sifa. Majina yangu naitwa Joseph Magari. Yesu ni Bwana, nimeokoka, nampenda Kristo. Kundi letu la Mustard Seed ni kundi ambalo tuko mchanganyiko. Watu, naposema mchanganyiko, ni kutoka makanisa mbalimbali ambayo tumeamua kulihubiri neno siku za sikukuu. Siku zetu, kwa sababu tuajiriwa, tumeamua kufanya hii huduma mwezi wa 4, siku ya Pasaka na Christmas, wakati mwisho wa mwaka Disemba. Tumeamua kwamba hatutakula Christmas na watu wetu, ila tutakula Christmas na watakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Tuko na zaidi ya miaka 10 hatujui kula Christmas na watu wetu wala Pasaka na watu wetu. Tunakula na makanisa. Bwana Yesu apewe sifa. Pale ambapo tumekaribishwa ndipo tutakapokuwa na shughuli za. Bwana Yesu apewe sifa. Lengo letu kubwa sisi Mustard Seed, ama huduma yetu kubwa, ni kufundisha family. Family kivipi? Tunaanza mtoto, tunafundisha watoto, tunafundisha vijana, tunafundisha kanisa, tunafundisha katika kanisa kuna wamama na kuna wababa, kuna vitengo hivyo, tunafundisha. Bwana Yesu apewe sifa. Hawa wamesimama hapa wote wanafanya hiyo kazi. Bwana Yesu apewe sifa. Nashukuru kwa sababu ya Barnabas, wao walisema wataka kufundishwa na hawakukuja. Tulikuwa hapa kutoka Ijumaa, tulikuwa hapa sisi. Lakini tunashukuru kwa sababu badala nyinyi mlikata kufundishwa, sisi tukakataka kufundishwa. Mchungaji yeye akatufundisha. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo hapa kwenu imekuwa tofauti kiasi. Lakini mwaka mwingine ama wakati mwingine pengine mtakuja mtusikize. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini tripo hii ilikuwa ni sisi tusikize. Na tunashukuru kwa sababu ya mafundisho mazuri tulikuwa nayo hapa siku ya Ijumaa. Na jana tukawa na mengine tena na Pastor Peter. Kwa hivyo imetutia moyo tu sana. Na jana tulikuwa kwa door to door. Tukatazamia mje hamkuja, lakini sisi tulienda. Na tunashukuru kwa wale ambao walituunga mkono jana. Tukapata nafasi ya door to door, tukapata wokovu wapya 16. Kwa hivyo tunashukuru kwa kazi nzuri ambayo Bwana anatenda. Mwito mwingine, tunapofundisha kanisa, tena tunaenda nje kuhubiri injili. Tunafanya crusade, tunafanya door to door, hayo yote tunayafanya. Kwa hivyo hapo tumekuwa na crusade hapa, na jana tukafanya door to door, na imekuwa nzuri. Hatimaye tunatia moyo pia vipawa vilivyomo kwa lile kanisa ambalo tumeliendea. Bwana Yesu apewe sifa. Jana nikataka kujua, je, hapa Barnabas wainjilisti wapo? Si Mustard Seed wa kanisa wako? Bwana Yesu apewe sifa. Na nikajaribu nikaona kweli wako. Bwana Yesu apewe sifa. Felix jana alipiga injili sana vizuri. Wakesho aliwaka sana pale, kataka haya zima kidogo maana amewaka Wakesho. Bwana Yesu apewe sifa. Si kuimba tu, kuhubiri. Mpaka tukasema na Pastor Peter, itabidi mfanye mpango mweke crusade ya Barnabas, si Mustard Seed ya Barnabas hapa. Wahuduma kumbe wapo. Pastor Kioko wako, lakini mama alikuwa yuko ndani, lakini alimsikia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wahuduma hapa wapo. Na kwa sababu hiyo ikatutia moyo, kwa sababu sisi kazi yetu ni kutia moyo, ni kuchochea vile vipawa ambavyo viko kwa makanisa vimetulia, vimenyamaza. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo hiyo ndio kazi ambayo tunaifanya tunapotoka Disemba, tunapotoka mwezi wa 4. Kwa hivyo tuna nafasi tena toka tuwakaribishe mujiunge na sisi. Tuko na nafasi kwamba tunataka tena wahuduma waje. Njoo ukiwa una moyo. Sisi ajenda yetu kubwa ama ili mipango yetu ya kujiunga na sisi, letu ni kwamba umeokoka. 1. 2, una huduma ama hujui? Kama hujui tutakujulisha, lakini kwanza wewe umeokoka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tunaposafiri si kwamba tunaenda kutalii, hapana. Tunaenda kufanya huduma. Kwa hivyo kama umeokoka kweli, karibu tuungane kwa Mustard Seed. Tunataka tuwe wengi zaidi ya vile. Maana maono yetu
ni kuenda ulimwenguni. Tuko tayari kuenda, tulienda paka tumetembea hii Kenya kiasi, na tuko tayari bado tunaenda. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo njoo tuende na wewe, maana huo ndio mwito mkuu wa Kristo kwamba enendeni. Kwa hivyo njoo tuenende. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa haraka haraka tunataka tuwatambulishe. Naomba tumseme majina yenu na pale unapotoka tu kwa ufupi. Shalom. Kwa majina ni Harrison Chiwala. Nimefurahi kuwa na nyinyi, ni mara ya pili kuwa hapa. Na nimefurahia ibada. Nimependezwa. Huenda nikarudi, maana nimefurahi. Mungu awabariki. Amen. Natoka kanisa la Mteza kule Kwale County, hapa tu njia ya Dongokundu bypass pande ule mwingine. So nimefurahi. Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Mimi pia nimefurahi kwa mahali hapa. Huenda nitarudi tena. Mimi ni mwenyeji wa hapa Barnabas, Joseph Tole. Bwana asifiwe. Tumefurahi kuwa hapa hii siku zote kutoka Ijumaa, na Mungu awabariki kwa kutusaidia na kwa maombi yenye mmetuombea. Kwa majina ni Jackie. Kwa majina ni Rachel Tole. Nataka kuwashukuru kila mmoja wenu kwa maombi na kwa michango na kila kitu ambayo mmefanya ili kuwezesha huu huduma. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Nami naitwa Kathy Mwilu. Nashukuru kupata fursa kuhudumu Barnabas. Si rahisi, ni kwa neema tu. Asanteni pia kwa kutuombea na matoleo yenu. Bwana awatende mema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Dinai Samba. Tunawashukuru nyote kwa mchango wenu na maombi. Asanteni. Bwana asifiwe. Nami naitwa Margaret Olewe, pia mimi ni mmoja wa Master Seed. Nashukuru sana Barnabas team kwa kutuunga mkono, kwa kutusaidia hata wakati huwa tunaenda makanisa za nje. Tumeona mchango wenu, mmekuwa pamoja nasi hata kwa hizi siku 3 tumekuwa hapa, pia tumeona mkitunga mkono, na Mungu azidi kuwabariki na kuwainua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Ronald Simiu. Mimi ni mmoja wa Master Seed, na nashukuru kuwa nasi. Nayo tu. Bwana asifiwe. Pia mimi naitwa Sami Mumba kutoka Mteza, wenye mwenzangu ametangulia kusema kwamba ni Kwale County. Nimefurahi kuwa mahali hapa mara yangu ya kwanza, na nimefurahi sana kuwa pamoja na ninyi. Mbarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Jared Andewa Aholi. Mimi nashukuru sana Barnabas kwa kutushika mkono. Present worship wamekuwa na sisi kutoka Friday mpaka sahi, na pia watu wa evangelism wamekuwa na sisi kutusaidia kwenda katika door to door. Door to door si kazi rahisi, lazima uwe na mwenyeji, na tulipata wenyeji wakatupeleka na bisha milango ya watu, na kimizana julikana vizuri sana, alitusaidia katika hiyo sekta. Naomba muwe na moyo huo wa kutoka nje, kwa sababu ukitoka nje unapata watu wengi wanakuja kanisani. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Nami nashukuru kwa ajili ya kufanya mission mahali hapa. Jana ndio kazi ilikuwa nzuri zaidi kuliko siku hizo zingine. Tulipotoka nje ndio tukajua kweli mavuno ni mengi na watenda kazi ni wachache. Kwa hivyo nawaomba wakati mwingine tujitolee. Hatukwenda mbali, tulitembea tu hapa karibu tu. Tukashindwa kwenda mbali kwa sababu ya masaa. Kwa hivyo jitoleeni, twende sote, tuone tukivuna zaidi, kwa maana hiyo ndio kazi, ukiokoka unaitiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Sara Dama, nimeokoka. Ninashiriki kanisa la Elio. Nashukuru kwa kundi hili la Master Seed. Asante kwa kukaribisha mahali hapa. Tumezoea kwenda nje, lakini wakati huu tumekuwa hapa, tumebarikiwa. Jana tulitoka tukawaambia watu kwamba Yesu anawapenda,
That is a great commission ambayo tuliambiwa, enendeni ulimwenguni mkahubiri, mkawaambie watu wamjie Yesu. Kwa hivyo mbarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Pia nami kwa majina naitwa Patience Magari, nimeokoka na Yesu ni Bwana. Ni furaha yangu asubuhi ya leo kusimama mbele zenu kwa kuwa Mungu ameniajalia, amenipatia kibali. Sio rahisi kusimama mbele ya umati wa watu, lakini kwa neema ya Yesu tunaweza. Bwana Yesu asifiwe. Napenda kumshukuru Mungu ni kwa ajili ya kanisa la Barnabas. Hasa mchungaji Pastor Kioko amekuwa wa msaada katika huduma hii ya Mustard Seed. Tangu tulipojiunga mahali hapa, amekuwa na moyo, amekuwa na upendo kwa Mustard Seed, na tunamshukuru Mungu ni kwa ajili ya mchungaji Kioko na wale wachungaji wengine wote, mchungaji Peter, mchungaji Pastor Faith, mchungaji Charlene. Mungu awabariki sana, hiyo kazi mnafanya ni kazi nzuri. Usapoti wahuduma waende kuhudumu katika makanisa mbalimbali. Hakika hiyo mnatimiza maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunashukuru, hata ni kwa ajili ya washirika pia. Tumeona msaada wenu wakati tunapotoka tukitangaza kwamba tunaenda mahali, tunaleta tangazo hapa kanisani na washirika mmejitolea. Mungu awabariki. Hiyo ni njia moja ya kuhubiri injili. Waweza kuwa hukutoka, lakini kile ambacho umetoa ni kwa ajili ya huduma. Mungu anaona na Mungu atalipa. Mungu awabariki sana kila mmoja ambaye amehusika katika huduma hii tangu tulipoanza siku ya Ijumaa mpaka siku ya leo. Kuna wale wametoa fedha zao, kuna wale wametusupport na vitu vyao, kuna wale wamesimama kwa maombi. Tunawashukuru nyote. Mungu awabariki tena sana. Bwana Yesu asifiwe. Sitakuwa mwingi wa maneno, hayo machache. Mungu awabariki. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kwa niaba ya kundi zima tunashukuru kanisa, wachungaji kwa kutupatia nafasi kuhudumu mahali hapa. Mungu akaweze kuwabariki tu sana. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Tunafurahi kwa sababu si rahisi kupewa nafasi hizi kwa makanisa mengi. Mara nyingi tunapoenda huwa tunapangiwa mipango. Wakati mwingine tunaenda kwa makanisa mengine tunaachiwa tu jengo, mnaambiwa mmekuja, haya kanisa ndio hili, kwa kulala ni pale, mtakaa hapa, jiko liko pale, wenyewe wanapotea. So mnabaki mko peke yenu. Lakini tunamshukuru Mungu, hapa Barnabas mmekuwa wazuri na tumekuwa na wachungaji kutoka Ijumaa. Kama nilivyosema, wamekuwa wakitufunza. Ijumaa tukawa na Pastor Kioko akatufundisha. Jana tukawa na Pastor Peter akatufundisha. Na imekuwa nzuri. Na tukiwa kwa crusade pale tunashukuru praise and worship, maana wametushika mkono. Wamekuwa pamoja nasi katika kila hatua ambayo tulikuwa tumeifanya. Bwana Yesu apewe sifa. Tunajua leo kuna ule mkutano wa wadada. Kwa hivyo hataki tuchukue muda wao, japo wameingilia ratiba yetu, lakini tulikubaliana tukabidi tuwapatie, maana sisi tumechukua Pasaka yote mpaka Jumatatu kesho. Hata kesho bado sisi tuko hapa. Baada ya hawa wadada kumaliza mkutano wao leo jioni, sisi tutakuwa na sinema, maana tunafanya crusade na sinema pale. Kwa hivyo hawa wadada wametukatizia tu crusade yetu ya leo. Si ndivyo mchungaji? Kwa hivyo hiyo ndio wametupokonya na tumewakubali, maana ni wetu na wanafanya jambo zuri. Kwa hivyo msisumbuke na hiyo ibada yenu iko. Hatutaitatiza na hata tunaangalia masaa ili kwamba tusiingie kwa programu yenu. Kwa hivyo tunashukuru kwa sababu ya jambo zuri ambalo mmelifanya. Nataka kuwapongeza kwamba nyinyi ni watu wazuri mno na ni watu ambao mnapendeza, ni watu ambao mna moyo katika kila ambacho mnachokifanya. Nasema Bwana akaweze kuwabariki. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha niombe kwa sababu ya neno. Baba yangu uliye juu mbinguni, nakushukuru kwa wakati mwingine mzuri ambao mfalme tunaenda kuangalia neno lako takatifu. Upewe sifa na heshima maana unastahili. Hebu Bwana nenda kanene na mioyo yetu, nenda na akili zetu, nenda na nafsi zetu, ili Bwana kile ambacho umetaka tukakisikia katika siku ya leo
Mtakatifu tukakipata na tukakifurahia, maana ndivyo ilivyokupendeza. Maana umesema mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali katika neno lako takatifu. Asante kwa sababu Mungu unaenda kutenda. Nauliza Roho Mtakatifu akakae juu ya watu hawa, akakae katikati ya watu hawa, ili kwamba Bwana kile tutakaloenda kulinena likafanikiwe kama siku ile ya kwanza ya kuumba mbingu na nchi. Roho aliposhuka juu ya nchi, kile ulichokitamka Bwana kilifanyika. Mchana wa leo Bwana, ninaomba Roho Mtakatifu akashuke, akakae juu ya kila mmoja, ili kila wazo, fikira ambalo lingelitoka mahali hapa tunalirudisha na likatulia, ili mtu wako akaelewe kile ambacho tunakizungumza na kile ambacho Bwana unatamani kuongea naye mchana wa leo. Ubarikiwe na utukuzwe katika jina la Yesu tumeomba. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Ningetaka tuangalie kanisa la kwanza baada ya Yesu kuondoka. Bwana Yesu apewe sifa. Naangalia ushirika ule baada ya Yesu kuondoka katika ulimwengu. Wanafunzi wake ama mitume wakaanza kanisa, na kanisa lilianza nyumbani. Maana inasema Biblia kwamba walienda wakawa wanafanya ushirika nyumba kwa nyumba, kwa sababu kulikuwa bado hakujakuwa na nafasi ya ushirika kama huo. Bwana Yesu apewe sifa. Yale yalikuwa ni masinagogi. Masinagogi yalikuwa na programu zao. Kwa hivyo hakukuwa na nafasi ya ushirika huu mpya ambayo unaanzishwa na mitume. Kwa hivyo kanisa lilianza nyumbani. Bwana Yesu apewe sifa. Twende na tukaangalia katika Matendo 2 mstari wa 41. Nataka kuanzia hapo. Inasema hivi: nao waliopokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. Kila mtu akaingiwa na hofu. Ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. Na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika, wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo, na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Na siku zote kwa moyo mmoja walihudumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba, na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa watu waliokuwa wakiokolewa. Bwana Yesu apewe sifa. Baada ya Yesu kuondoka, wanafunzi wakaanza huo ushirika. Nataka kuzungumza juu ya ushirika. Walipoanza ule ushirika, wakawa wanatembea nyumba baada ya nyumba. Bwana Yesu apewe sifa. Na si kwa watu wote, wakawa wanatembea nyumba baada ya nyumba, wale waliokuwa wameokolewa, wale waliokuwa wamejazwa na Roho wa Mungu. Mitume wakawa wanatembea nyumba kwa nyumba. Kwa hivyo kukawa na ushirika ulio wa ajabu. Bwana Yesu apewe sifa. Katika ulimwengu tunaoishi, wapendwa, nataka niwaambie hivi: kile kitu ambacho duniani kinaogopewa, hata serikali ya Kenya inakiogopa, ni ushirika. Bwana Yesu apewe sifa. Hata Mungu ushirika pia anauangalia kwa makini. Hauogope, lakini anauangalia kwa makini sana. Kwa hivyo hawa walipokuwa wameanza huo shirika, wanashiriki, wanakaa pamoja. Ukiangalia Biblia inasema kuna vitu vilikuwa kwa wale watu. Biblia inasema Mwanzo, kila mtu, mstari wa 43, anasema kila mtu akaingiwa na hofu. Ajabu nyingi zikafanyika. Ule ushirika ulikuwa unafanya maajabu. Katika ushirika kuna mambo huwa yanafanyika. Na katika ushirika ule kukawa, Biblia inasema kwamba kulikuwa hakuna mtu aliyekuwa anahitaji zaidi, maana waliuza vitu vyao, wale watu wakawa wanashirikiana. Bwana Yesu apewe sifa. Ikafika wakati paka wale watu wakawa hakuna ambaye anahitaji zaidi, maana aliyekuwa anahitaji alipata jibu lake pale kwa ule ushirika. Na Biblia inasema kwamba wakaongezeka kila siku. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka kusema hivi,
kanisa la leo haliwezi kuongezeka pasipokuwa na ushirika wa watu ambao wamejazwa na Roho. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ushirika unafanya kuongezeka kwa kanisa. Ushirika unafanya kusababisha hata Mungu kushuka. Bwana Yesu apewe sifa. Majibu mengine mpendo, nataka nikwambie, maishani mwako ama matatizo mengine ambayo unapitia ni kwa sababu hauna ushirika. Majibu yako kwa ushirika. Utaombewa hapa na mchungaji, utafanyiwa kila kitu hapa, lakini bado matatizo yako hayatasuluhishika usipoenda kwa ushirika. Bwana Yesu apewe sifa. Mambo mengine hata yako kwa watu ambao tunayaombea. Ndio unasikia kwamba hakukuwa na mtu anahitaji, maana mahitaji yao yalikuwa yamepata majibu kwa ule ushirika. Maana waliokuwa wanahitaji pesa, waliuza vitu wakagawanya. Bwana Yesu apewe sifa. Na hakukuwa anasema mbona wewe umenipatia nyingi, mbona wewe umenipatia kidogo. Hapana. Maana wale watu walikuwa wamejazwa na Roho na walikuwa na roho moja, na wote wakafanya vitu kwa pamoja. Bwana Yesu apewe sifa. Hilo ndilo hata walimwengu wanatamani. Hiyo ndio kitu ambayo watu kule nje wanatamani kupata, hiyo testi ya ushirika. Anayekuja mahali hapa anatamani kusikia, je, kuna ushirika? Bwana Yesu apewe sifa. Unajua anapopata ushirika amepata mahali kwa kupumzika. Bwana Yesu apewe sifa. Ukienda mahali ukipokelewa vizuri, ukikaribishwa vizuri, unasikiaje? Si unasikia ni kama umefika. Lakini ukifika mahali hakuna mtu anakujali, hakuna mtu anakuangalia, kila mmoja na shughuli zake, utatamani kurudi tena hapo? Hauwezi kutamani. Kwa hivyo ushirika ndio ambao unaweza kutufanya. Ngoja niseme, tutahubiri hapa, tutafanya door to door na washirika hawatakuja na kanisa litabaki huko nje wazi. Kwa sababu gani? Wanakuja wana test huo ushirika, je, unalala? Maana huyu mtu mahali aliko ana ushirika wake. Sasa kama kutakuwa kuna ladha ya kushinda ule ushirika wake, ndio atafanya nini? Hata wewe ninayekuangalia hapa, si kuna mahali ulitoka? Yule alizaliwa hapa mpaka sasa yuko hapa ni nani? Sisi sote tulifanya kuja wengi. Na ni kwa sababu gani? Mahali ulipokuwa ladha ya pale haikuwa nzuri, ndio ikabidi ufanye vipi? So sisi hapa ili tufaulu, ili kanisa hili liongezeke, ili ifike kiwango cha kanisa hili lifanye ibada mbili. Maana umri na hali ya kanisa hili linafaa kuwa na ibada ngapi? Mbili. Mnanisikia? Umri wa kanisa hili na nguvu ya kanisa hili mahali lilipo linataka kuwa na ibada ngapi? Mbili. Lakini hata hii moja haijai, ya pili itafanyikaje? Kwa sababu ushirika hamna. Bwana Yesu apewe sifa. Walikuwa wakaumega mkate nyumba kwa nyumba. Bwana Yesu apewe sifa. Wadada mpo? Bwana Yesu apewe sifa. Mnajua kwa kiongozi wenu nyinyi wadada, mnajua nyumbani kwake ama hajawakaribisha? Kwa hiyo kwa hapa namjua, namuona. Bwana Yesu apewe sifa. Mnajua nyumbani kwake huyu? Hamjui. Hao walikuwa kimega mkate nyumba kwa nyumba. Mnajua kwa Pastor Shalini kwake Bamburi, mimi najua, hata nishalala. Mnajua kwake? Mnajua kwa Pastor Mteti? Mulienda mkaambiwa msije. Bwana Yesu apewe sifa. Anashindwa awaambie sasa simjoni kwangu mpaka kuwe na shughuli fulani, mpaka tusikie kuna kitu fulani ndio tuotake. Sasa tutatafuta kwa mchungaji ni wapi? Kutakuwa na muongezeko kweli hapa? Ngumu, haiwezekani. Hata huyo ambaye mmeketi naye pamoja humjui kwake. Si ni hivyo? Muangalie, unamjua kwake? Kimizo unajua kwa huyu? Kwake unajua huyu? Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ndio kitu ambayo imetutatiza sisi wa Kristo, na ndio maana hatuendelee. Na ndio maana kanisa sasa, kama nyinyi waka kitambo hamujuani, je, mgeni akija utataka kujua kwake? Bwana Yesu apewe sifa. Injili zitahubiriwa, wakubwa wakuu na wazito watakuja hubiri, na watu wataokoka. Tuwahesabu umeokoka mamia, maelfu, lakini yako wapi? Kwa sababu hakuna ushirika. Yule mtu anataka ushirika. Jana tulipokuwa tunatembea hapa, tukapata kuna washirika wengi wa Barnabas hapa nje, hapa tena hapa manyumba haya. Tunasikia tulienda mahali padogo sasa, tukapata kuna washirika wengi wa Barnabas hapa wameketi.
Because mimi mwanzo ni mshirika wa wapi? Wa Barnabas. Na mbona mimi sikujui? Nilikuwa nikija hapo kitambo na saa hii nimekaa tu nyumbani. Ni nini ambao umekosa? Mwanzo napumzika. Safari ya mbinguni napumzika. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ushirika ndio utasababisha kuongezeka. Ushirika ndio utasababisha ifike kiwango cha ibada ziwe ngapi? 2. Nilipokuja hapa nimesikia pastor akisema anataka wakupigaji vyombo. Wapo hapa lakini wamenyamaza. Wanakuja na wakitoka kwa sababu hakuna ladha. Akienda kwa kundi la praise and worship ama kwa kupiga vyombo hapati kwamba kuna ushirikiano pale, anajikuta yuko peke yake. Atarudi. Ataenda. Bwana Yesu apewe sifa. Nimekuja hapa nimetaka kuwa asha, nikiangalia asha wenyewe wako kiasha wao peke yao. Hawana hata kutaka hata kujua huyu ni mgeni. Atakuwa huyo mtu si ataondoka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo hili kanisa lilidumu na liliinuka na lilikuwa na nguvu kwa sababu walikuwa na ushirika. Bwana Yesu apewe sifa. Na katika ushirika huo kulikuwa hata kuna uponyaji. Watu walikuwa wanapona. Sinasema mitume walifanya mambo ya ajabu mpaka watu wakashikwa na hofu. Maana yalifanyika. Kwa hivyo hapa nataka nikwambie kazi ni ndogo. Nakwambia hata serikali ya nchi ya Kenya ndio maana wamesema mkitaka kukusanyika lazima mchukue kibali. Muende mkaripoti polisi. Museme mnashirikiana kwa sababu gani? Maana wanaogopa nini? Ushirika. Ushirika ama umoja ulisababisha baada ya Nuhu kile kizazi kikawa kinazungumza lugha moja. Bwana Yesu apewe sifa. Kilipokuwa kinazungumza lugha moja ni katika kitabu cha Mwanzo. Mwanzo 11 mstari wa kwanza. Kama mtasoma. Mimi nilikuwa nataka kukomboa wakati sikutaka kusoma. Kama tusome basi Mwanzo 11:21. Kwenye mtambo mkiniwekea haraka nitarahisisha mambo. Mstari wa kwanza inasema hivi: nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinar. Wakakaa huko. Wakaambiana, haya na tufanye matofali tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Wakasema, haya na tujenge mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni, tukajifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Bwana akashuka ili auone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Bwana Yesu apewe sifa. Hawa watu baada ya Nuhu wakawa na lugha moja, wakawa na usemi mmoja, wakawa na makubaliano mamoja, na ukawa ushirika ni mmoja. Wakisema ndio ni ndio. Wakaamua kwa sababu tunazungumza lugha moja, sasa basi kule Mungu anashuka akirudi. Sasa badala ashuke, hataki ashuke, tuamwendea sisi. Tunajenga mnara. Kwa sababu hatuna mabawa ya kupanda, tunajenga mnara wetu tuende huko. Bwana Yesu apewe sifa. Hilo jambo, hilo wazo la ushirika ule lilisababisha Mungu kutoka mbinguni awache shughuli zake, aangalie hawa wanafanya nini. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka nikwambie hivi, tutakapokuwa tumeshirikiana, tumejazwa na roho mmoja, tunaongea lugha moja, tunalenga malengo mamoja, ndio Biblia ikasema kwamba tunie mamoja. Bwana Yesu apewe sifa. Tutakapo tumefika hapo, hakuna kapepo katakako kutuzuia, hakuna kagonjwa katakacho kutatiza, hakuna chochote kinaweza kutuzuia. Ilibidi Mungu atoke mbinguni. Maana hawa wameamua. Na maana hawa wanasema kitu kimoja, lazima wafanye nini? Wafike pale wanapofika. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka nikwambie hapa duniani, mtu wa kwanza mwenye nguvu hapa duniani ni Mungu. Na mtu wa pili mwenye nguvu duniani ni mwanadamu. Wakishikana ushirika mmoja vizuri na waamue wanafanya, hakuna mtu anawazuia. Tunakubaliana hapa. Ndio maana hata mataifa yameamua kwamba kusiwe na ushirika. Ndio maana nao walipokuwa wamekataa ushirika wakabuni system
ya kuleta mambo ya vyama. Huo ni umoja. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo umoja una nguvu, umoja una uwezo na hauzuiliki. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Barnabas kubadilisha Bokole ni sekunde. Bora tu tuamue kukaa kitu kimoja, usemi wetu mmoja. Bwana Yesu apewe sifa. Lile kanisa la kwanza, arudi pale, likawa na umoja na mambo yaliyofanyika. Petero anashikwa, wanasimama wanaomba, anatoka gerezani. Miujiza na maajabu yanafanyika, inafanyika. Haifanyiki hapa hata tukafunga siku 40 kama hatuna umoja. Na Mungu anashuka kwenye umoja. Pasipo umoja hakuna kitu kitafanyika. Na umoja huo si umoja wa wachungaji. Wachungaji ni wa kuongoza huo umoja. Umoja ni wetu sisi. Bwana Yesu apewe sifa. Wakaomega mkate nyumba kwa nyumba, wakiwa wanashirikiana. Bwana Yesu apewe sifa. Acha nikae hapo kidogo. Kwa kuomega mkate nyumba kwa nyumba. Maisha ya Mombasa tunapenda kujuana sana. Tunapenda kujua jirani ameamkaje, uko vipi. Nairobi hakuna nafasi hii. Wakati nilipoenda Nairobi nilisumbuka sana. Kwa mimi nikiona mtu, nimezaliwa Mombasa, nikiona mtu nataka nimsalimie. Siku nyingine nikapanda matatu. Bwana mmoja tumeketi naye hapo, akaangusha kalamu tu. Mimi nikokota kalamu. Wewe anataka kushuka. Wewe shika kalamu yako hapo. Mtu nzima kama anageuka anaangalia, huyu mtu ni wa wapi? Mtu ameangusha kalamu mwenyewe unampatia ya nini? Mimi mtu wa Mombasa nimekuwa ni mtu wa kutaka, wewe usipoteze bwana, shika bwana. Nikikutana na mtu bwana, habari yako, hata ananuna. Sasa mimi nimebaki peke yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Mombasa tuna hali zetu za salamu. Ukienda Nairobi hakuna. Na hiyo tabia ndio imekaa kwa kanisa hiyo Nairobi. Washirika tu kutoka hapa tukisema neema mlangoni pale. Neema Bwana Yesu pale, ashafika pale. Bwana Yesu apewe sifa. Utakuwa na ushirika kweli hapa? Kuna mtu hapa huu mwezi wa 4 kutoka ushike hajampatia mkono Pastor Kioko, hajamsalimia. Ni kweli si kweli? Nasi ni mchungaji wako Pastor Kioko. Lakini kuna mtu hapa ikisema neema yuko wapi? Mlangoni. Ameenda. Na mpaka Jumapili utakuwa na ushirika jamani hapo. Utakuwa na kuendelea hapo. Utakuwa na kuongezeka hapo. Bwana Yesu apewe sifa. Wanaume wenyewe kumsalimia Pastor Kioko bado. Wengine. Maana yeye mwanzo huwa hana haraka, kimalize bado anabaki pale. Angalau aone, je, kuna watu watakumsalimia? Kuna mtu yuko hapa kanisani kukanyaga hii red carpet hajakanyaga, na ana mwezi mzima hajakanyaga. Ndivyo sivyo? Bwana Yesu asifiwe. Tunakubaliana? Lakini wale walikuwa wanatembea. Sasa kama kumsalimia huwezi, utaenda kwake. Na je, akisema na kuja kwako utafanyaje? Akipiga simu akisema leo naja kwako Felix, atasema mchungaji samahani, leo siko, niko Mwembe tayari na shughuli. Bwana Yesu asifiwe. Maana huna nafasi ya ushirika. Unajua nimekuja kugundua washirika wanawaona wachungaji kama Mungu, badala kuwaona kwamba hawa ni wachungaji wangu, anawaona kama ni Mungu wale. Kuwafikia ni ngumu, ni vigumu. Anataka aende pale mwambie pastor nataka uniombee basi. Lakini kumsalimia mchungaji, habari yako, unaendeleaje, habari ya wiki, ni mwanadamu anapitia. Yeye anafikiria tu kwa mchungaji bana, hapana. Nitamwambia nini mchungaji? Mimi nitamwambia nini? Mtu amejaa neno, amejaa upako, mafuta, sasa ndio kufanya nini kwake? Mimi mwenye dhambi sifai. Huyu amewekwa ni mchungaji wa kwako wewe, anakuchunga wewe. Na wewe ni uwe na wakati wa kumfuata. Wamama wengi wakaenda kwa pastor ni kwenda kuombewa ama kupeleka mahitaji yake. Mchungaji njoo kidogo basi tuongee. Hilo tu ndio analo. Lakini kumsalimia, mama mchungaji uendelea vipi, mzima? Shalini uendelea vipi? Bwana Yesu apewe sifa. Na mtu wa kufurahia
wa kufurahia kiongozi ni wewe mshirika ama ni kiongozi? Si ni wewe ndio kumfurahia yeye, ama ndio yeye akufurahia? Kwa hivyo hawa, nataka nikusi, kama walikuwa wanamega mkate nyumba kwa nyumba, walikuwa wanamwogopa Paulo na Petero? Walikuwa wanaogopa wakina Yohana? Walikuwa wanaogopa wakina Mathayo? Kwa sababu wao walikuwa pamoja. Walikuwa wanawaogopa? Walikuwa hawaogopi kwa sababu wanashirikiana. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna washirika hata wanaishi mtaa mmoja na hawajuani. Mimi naishi Miritini, na pengine kuna mtu anaishi Miritini hapa na simjui, lakini kama yuko leo nikimaliza hapa anifuate na mimi namtaka tuongee, yule anaishi Miritini. Tuanze kuwa na tabia ya ushirika. Tuanze kuwa na hali ya kushirikiana. Nataka nikwambie, mahitaji yako madogo madogo mengi, majibu yako hapo. Majibu hayapo kwa maombi, yako na watu hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Wataka kazi wewe, si ndio? Unaombewa kila kati hapa, Mungu akubariki na kazi. Lakini kwa sababu huna ushirika, kuna mtu hapa ana kazi, anatafuta mfanyikazi. Lakini kwa sababu huna ushirika, wewe unabaki ukihangaika. Kuna mtu anajua mtu anaweza kumwandika kazi, lakini kwa sababu huna ushirika, wewe unabaki ukihangaika na yeye hajui ampatie nani. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi nafanya kazi ya dereva transport, napiga transit. Nikapigiwa simu wakati mwingine, nikaambiwa nataka dereva immediately. Nikavuta picha hapa, sina mtu namjua kama ni dereva hapa. Sijajua. Sasa nilikuwa nitatafuta mtu hapa kweli? Hakuna. Ikabidi nitafute kule kwingine nje. Ambapo hapa kama ningejua kuna dereva wa transit ambaye ametembea hizo transit, amevuka boda, ingekuwa rahisi kwangu, kwa sababu nimepigiwa simu, tena nimepigiwa na mwenye gari. Bwana, yeye nataka dereva. Tena nataka saa hii. Unajua unapiga hivyo, tunataka tena nataka saa hii. Gari iko hapa imepakia, nataka kuondoka. Nataka dereva saa hii, nitumanie. Mpata wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Nafasi ziko. Mtu asikudanganya kabla nafasi hakuna, muongo. Yule ambaye hana ushirika, lakini kaa kwa ushirika. Bwana Yesu apewe sifa. Majibu yako ambayo tunachokesha wachungaji hapa kuombea, yako hapa, hayako na wale, yako na hawa watu hapa. Maana waliouza vitu vyao sio akina Paulo, sio akina Petero, sio akina Yohana. Wale washirika waliuza vitu vyao na wakawagawanyia wale watu kulingana na mahitaji yao. Bwana Yesu apewe sifa. Nafurahi kuna ndugu mmoja tu, siku moja ndiye alinifuata, akaniambia, ndugu, leo nimekuja hapa lakini hali zangu si mzuri, sina hata fare kwenda nyumbani. Mimi nikafurahi sana na huyo mtu. Sikuwa nayo kwangu mfukoni mimi, lakini nilifuata mwenza akamwambia nipatie 100. Kwa sababu namjua yule, nipatie 100. Sina, lakini huyu sitaki ajue sina, madamu maana yeye katika wote ameniona mimi. Si ni kwa sababu ameona iko, kumbe hakuna. Leta, shika. Si nilipatia majibu ule mtu. Hakwenda kwa mchungaji kumwambia nataka 100. Hayuko, unajua sasa kwa sababu namjua na hayuko. Kwa hivyo sio akasema ni wewe ikusumbue. Kwa hivyo mahitaji mengine yana majibu yake hapa ndani. Na wale walio nje wanataka kuja kupata majibu yao hapa, na mwenye jibu ya ule mtu ni wewe. Lakini kama hauna ushirika na yeye, utakuwa na msaada. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa hivi kuna mkutano wa mama unaanza. Usipotaka kuwa na ushirika na mwenzako, itaisha hii. Na utatoka hapa peke yako, uende na mashida yako, na majibu yako hapa. Mwalimu atafundisha, ataombea watu, wewe utaondoka na mizigo yako kwa sababu hauna ushirika. Hauna mtu wa kumshirikisha. Na ni kwa sababu umejifungia mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ushirika una mambo ya maana, una faida. Biblia inasema vipi katika Waebrania 11? Huyu ni Paulo anasema, Waebrania 11 mstari wa kwanza. Paulo hapa anazungumza tu mambo rahisi kabisa. No, Waebrania 10 si 11, Waebrania 10 25. Inasema hivi, wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine.
Bwana Yesu apewe sifa. Kukusanyika hakuanzi nyinyi. Na kukusanyika, hata ukikosa kukusanyika kwa niaba ya ushirika huu, kuna watu wanakusanyika. Na kuna mikusanyiko mingi. Si kuna vyama? Kuzidi vile vyama kule mitaani. Ni mwanzo mama ndio umebarikiwa na hivyo vyama. Tongo anapenda sana hizo vyama. Anaweza kimbia karibu kwa wiki mara 3. Ameenda kwa chama, baada ya masaa mawili ni kwa chama sijui cha nani, chama sijui cha nani. Ni nini anatafuta? Ushirika. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa mama, si mna vyama? Na vyama vinafunguliwa kwa sababu gani? Tushirikiane, tusaidiane. Maana lengo kubwa la ushirika ni kusaidiana. Nataka niwaambie hivi. Kuja kwa ibada ni kuanzisha ushirika. Ushirika uendelee ule nyumbani. Maana kanisa lianza wapi? Nyumbani. Sasa kama nyumbani hakuna ushirika, hapo utakuwa upo. Huna ushirika na watoto wako, huna ushirika na mmeo, huna ushirika na mkeo, utakuwa na ushirika hapo. Kwa hivyo kule nyumbani. Na hizi katikati ya wiki, Jumapili ni siku tu ya kuchochea. Lakini simesha inaendelea kila siku. Hizi katikati ya wiki, Tuesday kuna kuomba, Wednesday kuna mafundisho, Friday kuna maombi. Hizi ni siku ambazo ndizo za ushirika sasa. Lakini wewe ndio upatikane. Unakuja tu hiyo siku moja ya kuboost. Ni kama vile simu yako ikiisha moto, wewe niambie simu uko nayo, ikiisha moto unaenda tu kuboost mara moja, ikishapata meno 2 umetoa. Hiyo simu itakufaidisha kweli? Na ndivyo Wakristo mlivyo. Jumapili tu masaa mawili ndio unakuja kuhubiriwa tu. Baada hapo imeisha. Paka Jumapili tena masaa mawili. Piga hiyo mahesabu, kwa mwaka umekaa kanisani muda gani? Mwaka mzima. Umekaa muda gani? Muda mchache. Hujamaliza hata wiki kukaa hapa kanisani. Masaa mawili. Na masaa mawili hutaki hata kuongea na mtu. Toka hapo huyo. Kesho umefikwa na jambo, mchungaji anaambiwa, basi unajua yule dada Priscilla ana matatizo. Hajui Priscilla ni nani, hajui anakaa wapi. Unalalamika, unasema hili kanisa hata halinisaidii, nimepata matatizo hata haliangalii. Kwa sababu wewe mwenyewe huna ushirika. Mchungaji hakujui. Kijana huna ushirika kwa vijana, wataka kuoa, waanza kutusumbua sasa. Nataka kuoa, sasa nataka komiti. Kanisa halikujui. Maana wewe waja Jumapili na baada ya ibada huyo hata kwa ushirika wa vijana huendi. Wewe ni mama, kwa ushirika wa mama huonekani. Ukipata na matatizo unalaumu wachungaji. Wachungaji hata hawapangi lolote. Kwani fulani mbona alifanyiwa hivi na hivi? Unaanza kutaja. Mwenzako alikuwa na ushirika, anavuna. Maana hakukuwa na mtu anahitaji. Wewe hutaki kushirikiana na wataka uvune kama yule anayoshirika. Inawezekana? Tutulaumu. Sawa. Tutawalaumu wachungaji, tutawarusha mawe. Unajua hawa wanasaidia watu wa kwao. Hawa wanasaidia wenye pesa. Hawa wanafanya hivi. Maana wao ndio, ni kwa sababu wao ndio kwa ushirika. Bwana Yesu apewe sifa. Mama njoo basi, kuna mkutano wa viongozi hapa. Njoo upike. Sina nafasi mimi. Niliko utaki. Bwana Yesu apewe sifa. Akija mwingine ambaye amepata nafasi, wanakosema hao wana kimbelembele ndiye aje kila wakati, huyu ndiye wanakuja. Sisi wenyewe wa kitambo hata hatuonekani tena. Hamtaonekana kwa sababu ushirika hutaki. Bwana Yesu apewe sifa. Wamekuja kina magari, wana kimbelembele, wanachukua vitu, wataka kuwa wazee. Hawataki kuwa wazee wa kanisa, sisi tunataka ushirika. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ushirika ni muhimu. Tutakapofanya ushirika, wapendwa, tutafaulu. Mambo mengi yatatuondokea. Hata kulalamika na kunungunika, hiyo pepo inashindwa kwa sababu tunafanya ushirika. Hata tutakuwa na ile kumana. Hivi leo watu wanavaa pinki, pengine umeshindwa. Na hata ungeongea vizuri na mtu fulani, ulikuwa una 500, bado 500 upate hiyo pinki. Hukuongea, huna. Kwa sababu hukufanya ushirika. Waweza kwa atavaa pinki useme ni hao wenye pesa ndio wanavaa, mimi sina. Kwa sababu hutaki ushirika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ushirika, mimi naongea tu neno ushirika. Na una nguvu, ulisababisha Mungu kutoka mbinguni mwanzo. Maana wale watu waliamua tuaenda mbinguni, Mungu akabidi ashuke.
Nataka nikwambie tukiwa na ushirika mzuri, Mungu anashuka. Na Mungu akishuka hapata baki jinsi palivyo. Aliposhuka hakukubaki na lile jengo la kujengwa halikuendelea. Ikachafuka na mboka. Kwa hivyo kuna vitu ambavyo vinasimama, hata kuna ugonjwa mwingine ambao wewe unao kwa sababu hakuna ushirika. Ukiwa na ushirika huo ugonjwa unaisha. Kasirika tu peke yako na kajikasirikia tu. Mara pressure imepanda. Una ugonjwa wa pressure kwa sababu ya hasira, kwa sababu huna ushirika. Sasa wachungaji niombeeni na pressure imepanda. Huna ushirika wewe. Tatizo lako ni kwamba ufuate ushirika. Ukipata ushirika si utaongea. Ukiongea si pressure itashuka, hasira zitaisha. Zikiisha pressure haipandi. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa mimi nitaongea nani mimi? Na mimi niko peke yangu. Uko peke kwa sababu umejitenga, unataka kuwa peke yako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tuwe na ushirika wapendwa. Tushirikiane. Tunaposhirikiana inakuwa mzuri. Sisi Mustard Seed tumekuwa na tabia ya kushirikiana. Hakuna hata mmoja hajui kwa mwingine. Mimi nakaa Miritini, mwingine anakaa Feri huko, wengine sijui ni Bombolulu, wengine hata wanakaa Mteza, na tunajua hawa watu kwao. Tunajua hawa watu familia zao. Juzi alipofiliwa na babake Elfas, kundi Mustard Seed walienda. Mimi sikupata nafasi, lakini watu wenzangu walienda wengi huko Bungoma. Tunajua pako kwa kina Elfas. Tunajua kwa kina Jared Aholi Luanda. Wanajua kwetu nilikozaliwa na watu wa kwangu. Tunajuana sote. Maana tunamega mkate pamoja ikifika hiyo siku. Bwana Yesu apewe sifa. Na hawa wote umewaona hapa, wale vijana umeona hapa. Hawa wote wameoa. Wameoa chini ya hii Mustard Seed. Kwa sababu tuna ushirika. Ndugu Harrison alikuwa amesema hapa kando, ameoa katika Mustard Seed. Na hawa Mustard Seed ndio wamekuwa wamemuoza. Ana bibi yule na watoto watatu sasa. Wamemuoza. Ole Mustard Seed. Ahola Mustard Seed. Mwilu. Usifikiri tu hao watu wako mbali, ni wetu hao. Kwa hivyo ushirika unafanya mambo makubwa. Na wengine wengi, hata wengine wa Mustard Seed wametoka, wamekuwa mapastors, wamefungua makanisa, umewaachilia huko. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ushirika unafanya jambo zuri. Na ushirika si kuja kuhubiriwa ukishamaliza unaondoka. Hapana, ushirika ni baada ya mahubiri hapa. Unabaki unaongea na mwingine, unamsalimia mwingine, unamjulia hali mpendwa. Unapozungumza ndio unajua mahitaji yake na yeye anajua mahitaji yake. Mimi sijaketi na Felix kutoka nije hapa muda wote. Lakini jana tulishinda na Felix, nikamjua tofauti ya vile ninavyomuelewa Felix. Kwa sababu jana nilikuwa na ushirika na yeye mzuri sana. Sijakaa na mzee Kiminza. Tangu juzi tuko naye hapa mzee Kiminza, nimemjua vizuri sana. Sasa yeye anajua kwangu. Ukimwambia nipeleke kwa magari Kiminza na kupeleka haraka sana. Na si kwa sababu eti yeye anapeleka bodaboda, hapana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ushirika ni mzuri. Kitu ambacho nimebaki challenge ambayo inanifuata mimi, sijui kwa Pastor Kioko peke yake. Na itafika siku na haiendi, itaenda kwa. Yeye atakuja kwangu, hata kuja mimi kujua hiyo si shida yangu. Shida yangu mimi niende kwake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tuwe na ushirika, tujuane hata kwa kwao kwetu. Tuumege mkate, tuende kwa huyu ndugu tukaweze kuwa na ushirika. Wamama mpange, tunataka kuenda kwa Vayo sasa kumtembelea Vayo. Msianze kusema atapanda gari aende afisi tutenda mguu na gari yake itoshe sisi sote. Hapana. Mkimwambia tunakuja kwako, si atawasubiri pale. Na hata ajabu wengine wanaishi hapa. Hawaishi mbali. Lakini hata umemaliza ibada kumekuwa kuna shughuli sasa. Dada si ukajue kwangu naishi hapa. Hauna nafasi. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Amen. Mtu huyo utakamia nataka kwenda kwako na ameshaondoka yeye. Kwanza wampata geti kule. Kwa hivyo ibada inapoisha tunakuwa na wakati wa ushirika. Hiyo ndio uzima wa kanisa. Hiyo ndio afya ya kanisa. Hiyo ndio uponyaji wa kanisa. Hata kuombewa mbali, uwe na ushirika wewe, unapata nafasi, unapata uponyaji na unapata uzima. Bwana Yesu apewe sifa. Nimemaliza ujumbe wangu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tushirikiane.
Mimi ukiniona usiniogope, nisalimie, nizungumzie. Na by the way nataka nikwambie, nashukuru mchungaji kwa kunipa nafasi. Mimi Magari si mchungaji. Sije ukaniita mchungaji. Mimi si mchungaji. Ni kiongozi wa Mustard Seed. Ndio mchungaji. Hapa kanisani hata si mzee wa kanisa. Mimi ni kiongozi wa Mustard. Kwa hivyo usiniite pastor kule nje. Na si kwamba nakataa. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Kama itakuja baadaye, lakini saa hii haijakuja. Kwa hivyo nisalimie, nizungumzie. Vijana nizungumzieni, tuko tayari. Kama wataka kuoa, njoo tuzungumze, tupange mipango. Si ni ushirika? Wadada. Mke wangu huyu hapa. Sijamuonyesha bado lakini yuko hapa. Na mnamjua uzuri. Bwana Yesu apewe sifa. Wadada, mazungumzo. Unapokuwa katika hali ya uchumba, mzungumzie. Tulisimamia juzi harusi ya Dani. Wataka kuolewa, hujui wataka ni ndugu, wamekuja ndugu watatu at once, hujui uchague nani. Nenda kapata ushauri. Huyu amekuja, huyu amekuja, huyu amekuja. Sasa hujui uanze na wapi. Njoo tu ushauri. Ndio? Tuko tayari kupatia ushauri bure, hatutaki kulipisha sisi, ni bure. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna ushauri mwingine wa ndoa. Nashukuru Mungu, nimepewa mwaka wa 2003 napewa yule msichana. Na by the way aliyenipatia huyu msichana ni Pastor Peter. Pastor Peter ndiye aliyekuwa anaongoza program ya harusi yangu pale Elim Makupa. Mwezi wa 7 tarehe 12/03 saa 4 ilikuwa bado inaanza. Bado nakumbuka. Kwa hivyo yule nilipewa na Pastor Peter. Bwana Yesu apewe sifa. Na ametushauri Pastor Peter pamoja na Shalini vizuri. Kwa hivyo jamani, tukatoe sadaka. Maashas, tupeni sadaka. Praise and worship, tupatie wimbo bwana, nataka tutoe sadaka. Nisije nikachukua muda wa wenyewe. Maana nimesikia paka wamalize tena wajipange ndio warudi kirasmi. Tunataka kuwapatia muda wenu. Kwa hivyo nataka tutoe sadaka. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Mmebarikiwa na Mustard Seed ama wamewakwaza? Tunawapenda sana Barnabas, maana nyinyi ni sisi, nyinyi ni wetu. Na kwa sababu nyinyi ni wetu, tunawafurahia sana. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka nichukue nafasi hii niombe kwa sababu ya huu ujumbe wa ushirika. Pengine unafika wakati unatamani kushirikiana na mtu, unatamani kuwa na ushirika na mwenzako, lakini moyo wako unakuwa mzito. Unajua kuna hivyo vizuizi, unataka kushirikiana, nataka kusalimiana na ndugu, lakini moyo wangu unakuwa mzito. Maana kazi ya shetani ni kuiba, kuchinja na sasa ameiba furaha yako, ameiba amani yako. Umekosa amani. Hata mtu anapokusalimia unasikia ni kama anakukwaza. Unajua ibilisi ana mbinu nyingi. Anakutia hasira mahali hakuna hasira. Kwa hivyo nataka kuomba na mtu huyu ambaye moyoni mwake anasikia huo uzito. Nataka kuwa na ushirika. Nataka hata kumtembelea ndugu fulani, lakini kuna uzito. Huu uzito ni nguvu za giza. Huu uzito ni shetani anakubandika huu mzigo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo unasikia uzito. Nataka kuomba kwa sababu ya hiyo hali. Bwana Yesu apewe sifa. Naomba tusimame. Maana lazima Mungu anapokuwa ndani yako kuna furaha, kuna ushirika. Maana ni Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Unapokuwa na uzito, kumbuka kuna nguvu fulani imekuja mbali na ile ya Mungu, na hiyo ni ya ibilisi. Ndio nataka kuomba kwa sababu ya hiyo. Tuinamishe vichwa niombe. Takatifu mwenye enzi, katika jina la Yesu Kristo, tazama na songa kwako mikononi. Songeza kundi hili Bwana, ambalo Bwana mchana wa leo umenipa kuzungumza nalo. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kama vile ulivyozungumza nasi juu ya ushirika. Mungu, katika jina la Yesu naomba Roho wako Mtakatifu, Roho mwenye nguvu, mwenye ushirika, mwanzilishi wa ushirika,
naomba katika jina la Yesu Kristo kwa wapendwa hawa, Bwana, wacha roho wako wa ushirika akakae juu ya watu hawa katika jina la Yesu Kristo. Ile roho ambayo ni ya kutengana, roho ambayo haitaki ushirika, roho mbaya chafu, Baba, mchana wa leo tunavunja na kuharibu katika jina la Yesu Kristo. Wewe roho ambaye kazi yako ni kukosesha amani, kukosesha furaha, kukosesha ushirika, nimekataa mipango yako katika jina la Yesu Kristo. Uhame na uende shimo la giza. Na kutoka sasa Bwana, nauliza roho wako wa upendo, roho wako wa ushirika, roho wako wa umoja, roho wako wa furaha, Bwana akakae juu ya watu hawa. Bwana akakae kwa wapendwa hawa. Bwana ukajidhihirisha katika jambo hilo, maana wewe ni Mungu ambaye unatenda kazi katika ushirika na katika furaha na katika upendo wako. Uinuliwe Bwana na utukuze. Ubarikiwe Jehova. Na kabidhi wa mama Bwana wanapokuwa na ushirika, wacha Roho wako Mtakatifu akashuke mahali pale, wacha nguvu zako zikatembee, wacha ukajidhihirishe. Zile roho za kunungunika, zile roho za masengenyo ninakataa katika jina la Yesu Kristo. Na wakabidhi wako mikononi, wanapokuwa na mkutano, wanapokuwa na ushirika wao, wacha Mungu ukaonekane kwao, ukajidhihirishe. Zile roho za majivuno, zile roho za kujidharau, zile roho za utengano ninavunja katika jina la Yesu Kristo. Tunaharibu mipango yote ya giza. Wacha Mungu ukatukuke, wacha Mungu ukainuliwe, wacha kutoka sasa Mungu ukaweze kutuongeza, ukaweze kutupanua, ukaweze kutuendeleza, ili Bwana tukafurahie uwepo wako Bwana. Maana katika ushirika kunayo majibu ya maisha yetu. Maana katika ushirika kuna uponyaji. Maana katika ushirika tunapata tunalohitaji. Maana katika ushirika Mungu unatenda. Shuka Bwana ukatende, shuka Mfalme ukatende, shuka Kristo ukatende katika jina la Yesu Kristo. Bwana, pokea sifa na utukufu na heshima kwa sababu unastahili. Kwa jina la Yesu Kristo ni mambo yanayokushukuru. Amen.